Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba hutoa wazo zuri kwa mtu. Vikwazo vinavyojitokeza vina sababu ya kukukinga na mabalaa makubwa. Kuona hakuna haja tena kuliongelea jambo. Kufikiria kupata kitu ili ufanye kitu. Humuhisi mtu vibaya sana. Kuna muda utakuwa mwenye uoga. Kuyaongea yaliyo moyoni mwako kwa mtu. Nyota ya Mshale. Kufarijika. Mtu atakuwa na muda mwingi wa kuzungumza na wewe. Kutaka kufanya kitu ambacho kitakuwa ni makosa. Hata moyo wako utakuwa wenye kusita sana. Utajishauri kuipokea simu ya mtu au kuiacha. Maandalizi ya kitu kikubwa yatafanyika. Nyota ya Punda. Kujitahidi sana kuondosha hasira na kinyongo moyoni mwako. Unahisi utapata kitu na hisia zako zinakupa uhakika kwa hilo. Kuona mtu anakujibu kwa ufupi sana. Harufu ya kitu itakujulisha jambo kwa mtu. Kuongezewa muda katika jambo fulani. Kutaka kuwa juu zaidi kimuonekano mzuri kwa watu fulani. Nyota ya Nge. Mtu ana muhamuko kwako kwa sasa. Atakujulia hali sana. Kuoneshewa hali ya utiifu au kupendwa. Kutumia muda mrefu kutafuta kitu. Utakuwa na mipango ya mambo mazuri kwa ajili yako. Nyota ya Samaki. Kupata faida ya kitu ulichokuwa huna mafikirio nacho. Utapata mafikirio ya kufanya kitu. Utalazimika kumsamehe mtu. Utamlipa mtu deni lake. Nyota ya Kaa. Kujikwaa sana kwenye safari yako. Unatahadharishwa na jambo. Kutaka kubadilisha maamuzi uliyoyapanga mwanzo. Kuhisi umeshindwa kutekeleza ulichokitamani kufanya. Hali ya simanzi au kujihisi unyonge. Kujinusuru kwa jambo. Wengi wenu mtakuwa wenye mawazo. Kuhofia kukosa kitu. Mtu yuko njiani kukupa mwelekeo mpya. Zawadi itakufikia. Nyota ya Mbuzi. Kuhitaji mtu afanye jambo litakalo mheshimisha. Kukataa kushiriki kwenye jambo la utapeli au kudhulumu. Kutokuwa na hasira tena na mtu fulani. Kuonesha uzalendo wa kukipenda kitu. Kuna jambo litakalofanyiwa mapinduzi kwako. Nyota ya Ng'ombe. Mtu kukuwazia sana. Kuijua dhamira ya mtu. Hivyo utahitaji kujithibitishia kwa matendo. Kufanya jambo la umuhimu litakalo kuheshimisha. Unakaribia kupata upya mwelekeo wako. Mtu mwenye wivu na wewe atakuwa mwenye kukusema sana. Kupata marafiki wapya. Umoja wa watu kurudi kwako. Hila ya mtu itajionesha tena. Nyota ya Mashuke. Kuwahi au kufanya kitu kwa wakati. Kupata nafasi ya kutubu jambo. Kufikiwa na mtu kwa lengo zuri. Kujiandaa kwenda sehemu. Hutopenda kukaa sehemu ya watu wengi. Utamshirikisha mtu jambo lako na atakupa mwelekeo mzuri. Kuna mwanga wa heri upo kwako. Utaweza kurekebisha kitu. Kupata au kufanikiwa. Nyota ya Mapacha. Kupata kitu kilichochelewa kukufikia. Kuandaa kitu kwa ajili yako. Utapata nafasi ya kuwa pamoja na mtu kwa kipindi hiki. Kukusanyika sehemu kwa jambo lenye furaha. Nyota ya Ndoo. Kuhisi hali ya ganzi miguuni. Kuamua kufanya kitu ulichokuwa unashindwa kufanya kwa wakati wa nyuma. Unahitaji kufunguka uondokane na mabalaa mengi. Utaifurahia nafasi yako. Nyota ya Mizani. Kumwepuka mtu mwenye kero. Kuweka nia ya kufanya kitu. Kuitamani safari. Kumliwaza mtu. Kujieleza sana kwa mtu ili akuelewe. Kupambania kitu unachokitaka. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi. Kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii. +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp. Kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku
Tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.